Habari ya usiku huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Nikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Dar es Salaam. Timu ya soka ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imefanya mazoezi yake ya kwanza jioni ya leo katika viwanja vya Gymkhana vilivyopo Posta, Dar es Salaam. Miguel Gamondi ambaye ni kocha wa Singida Black Stars, naye kwa mara ya kwanza ameiongoza Stars kwenye mazoezi hayo baada ya kukabidhiwa jukumu la kukinua kikosi hicho kuelekea AFCON mwaka 2025 nchini Morocco. Tanzania itacheza mchezo mmoja wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Kuwait Novemba 14 mwaka huu nchini Misri. Na baada hilo tutazame lingine. Tukisalia hapo, Taifa Stars imeanza mazoezi hayo ikiwa ni saa chache baada ya kuripoti rasmi kambini, wakati huo ambapo ligi kuu ya NBC Tanzania bara imesimama kupisha kalenda ya FIFA. Ni Tanzania pekee kati ya mataifa mengine wanachama wa Sekafa ambao watacheza mechi moja kwenye kalenda hii ya FIFA iliyoanza leo hadi Novemba 18 mwaka huu. Afisa habari wa shirikisho la kandanda nchini Clifford Marion Nimo ameweka hadharani mipango ya safari kuelekea mchezo huo. Nje ya Tanzania wenyewe wataripoti kambini moja kwa moja, kwa maana ya huko Misri ambako ndiko ambako mchezo huo utachezwa. Leo tuna session moja ya mazoezi na kesho tutakuwa na session mbili za mazoezi asubuhi pamoja na jioni. Na baada ya mazoezi ya siku hizo mbili, kwa maana ya leo pamoja na kesho, basi kikosi kitaondoka kesho kutwa kwa ajili ya kuelekea sasa huko Misri kwenye mchezo huo dhidi ya Kuwait, mchezo ambao utachezwa saa 1 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini kwenye kikosi ambacho kipo kambini, kocha Gamondi amewaongeza wachezaji wa 5 hivi wa under 20 na nia ni wachezaji hao kuweza kufanya mazoezi pamoja na wengine na kuendelea kuwapa maandalizi mazuri wakiwa mchanganyiko wa pamoja. Mechi hizi ambazo tunacheza ni mechi muhimu sana, ni mechi ambazo tunaendelea kuboresha kikosi, tunaendelea kuimarisha kikosi na ni mechi nzuri ambazo tumekuwa tunazipata. Kwa hiyo ni waombe wa Tanzania tuendelee kuisupport timu yetu ya taifa ambayo kwa sasa focus ni kwenye mashindano ya AFCON 2025 ambayo yatafanyika pale Morocco kuanzia mwezi Desemba. Katika hatua nyingine, Clifford Ndimbo amesema uzoefu wa Miguel Gamondi kwenye ligi kuu soka Tanzania bara utaenda kuleta mabadiliko ndani ya kikosi cha Taifa Stars kwa kile kinachotajwa kuwa ni ufahamu wake mkubwa na nyota wengi waliojumuishwa kwenye kikosi hicho. Tunapomzungumzia kocha Gamondi, inakuwa ni mchezo wake wa kwanza akiwa na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, lakini ni kocha ambaye tayari anafahamu vizuri ligi za Tanzania, amefundisha kwenye timu tofauti hapa Tanzania. Kwa hiyo anaungana na kikosi ambacho pia amekuwa akikifuatilia kwa muda mrefu. Kwa hiyo anakwenda kwenye kikosi ambacho ni kocha mpya, lakini sio mgeni wa wachezaji ambao yuko nao katika timu ya taifa. Kwa hiyo na ndio kocha ambaye ataongozana na kikosi kwenda kwenye AFCON pale Morocco. Kwa hiyo katika mechi hizi za kirafiki, maana yake bado anaendelea kuangalia vitu tofauti vya namna gani ambavyo tunakwenda kwenye hiyo AFCON kabla ya kambi ya AFCON, kwa sababu hii ni kalenda ya FIFA ambayo imekuja kwenye wakati ambao tunaelekea pia kwenye kambi ya AFCON. Kwa hiyo baada ya mchezo huu wa kirafiki, maana yake ni kwamba tutakuwa na kambi ya AFCON baada ya mambo mengine kuweza kukamilika. Baadhi ya wachezaji wa zamani wa Taifa Stars wametoa maoni yao baada ya mabadiliko ya benchi la ufundi la kikosi hicho kuelekea kwenye michuano ya Kombe la Mataifa Afrika, yani AFCON, mwezi Disemba mwaka huu. Pamoja na mambo mengine, wamegusia mwenendo wa kikosi hicho kupata mechi za uhakika za kirafiki wakati wa kalenda ya FIFA. Mwalimu Morocco tunatakiwa kwanza tumpongeze kwa kazi aliyoifanya. Amefanya kazi yake vizuri, lakini mabadiliko yamekuja kipindi muafaka. Ukija kaangalia tunakabiliwa na michuano mikubwa mwezi wa 12. Sasa nadhani mwalimu Gamondi bahati nzuri ni mwalimu anatujua wa Tanzania, anawajua wachezaji wengi wa Kitanzania. Kwa maana hiyo na uhakika kama tukimpa ushirikiano kama wa Tanzania, na uhakika tunaweza tukafanya vizuri. Hii michezo ya kirafiki inatakiwa tuipate angalau kama 4 hivi au 3. Ikikosekana kabisa tupate angalau at least
michezo miwili ya kirafiki, yani kabla hatujaenda kwenye AFCON. Malaki ujue kwanza inaanza kumpa mwalimu picha kamili ya kikosi chake. Ukija kaangalia kuna wachezaji kwa sasa hivi wameingia kama wachezaji wapya, yani walikuwepo lakini walikuwa wajumuishi mara kwa mara. Ukiangalia kama Wilson Nangu, kuna Kelvin Johnny alikuwa timu ya taifa lakini kuna muda alikuwa haitwi. Sasa nadhani kuja kucheza kwenye hii michezo ya kirafiki kunaweza ukampa mwalimu picha kamili ya timu yake ambayo atakwenda nayo kwenye AFCON. Ni muendelezo wa mipango ya kuhakikisha ya kwamba timu yetu tunaijenga, na pengine katika kikundi cha wachezaji ambacho wanakusudiwa mwisho wa siku wafike kwenye uteuzi wa ile AFCON. Ndio hii michezo inawekwa mingi ili tuweze kupata machaguo tofauti tofauti. Na ukumbuke ya kwamba sasa hivi tuna bahati ya kuwa na wachezaji wengi nje ya nchi ambao wanacheza katika sehemu mbalimbali. Mimi naamini ya kuwa maadamu mwalimu huyu alikubali hii kazi, anacho kitu cha kufanya ambacho wamekubaliana na TFF kama malengo ya kuwa wanataka wafike mahala fulani ili tuweze kupata tija kama nchi. Na hili kuongezea undani wa hilo mreo ni zungumze na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkini kuweza kusikia kutoka kwake. Philip, karibu. Mambo yanaenda? Safi bwana, za muda. Safi, mambo yanaenda. Tulipumzika kidogo hatimaye tumerejea. Au sio? Ni wakati mwingine ambao tayari Stars inaendelea na maandalizi ya kuelekea AFCON, lakini sasa ni chini ya mwalimu mpya. Tuna muda kidogo hatujaligusia hilo. Pengine tuanzie hapo, ujio wa Miguel Gamondi na CV yake unakwenda kuongeza nini kwa Stars kuelekea kwenye mafanikio ambayo pengine tunatamani kuyafikia Kombe la Mataifa Afrika? Nafikiri kwa TFF walicheza karata yao baada ya kuona ya kwamba kulikuwa tuna matokeo ambayo hayaridhishi sana kwenye mechi ambazo chache ambazo zimepita. Nafikiri mechi 4 mfululizo timu ya taifa haikufanya vizuri sana, ingawa kuna rekodi ambayo iko nyuma ambao huwezi kuwalaumu walimu waliopita kwamba kuna kazi yao waliifanya, sababu Morocco ndo pia ametufikisha hapa. Lakini kama ukiona ya kwamba kuna kitu cha kuongeza, nafikiri sio tatizo. Gamondi kikubwa anawajua wachezaji wengi wa Tanzania. Ameshakaa Yanga, ameenda amekaa Singida, anaijua ligi yetu, anajua ubora wa wachezaji wengi, kwa sababu sisi uzuri kinachotusaidia sisi wachezaji wengi ni wazawa. Kwa kama wachezaji wengi wazawa, nafikiri ukimpata mwalimu ambao anawajua vizuri kinakuwa ni kitu kizuri zaidi. Kwa hiyo mimi nafikiri sio mbaya, kwa sababu yuko pale, yuko Ahmad Ally ambao naye pia ni mzoefu kwenye ligi, ni mzawa, anawajua wachezaji. Tuende tuone nini ambacho kitatokea hapa. Bahati mbaya ni kwamba tuna muda mchache sana. Kwa hiyo muda ule wa kujiandaa kuelekea kwenye AFCON Disemba nafikiri ni siku chache zimebaki, lakini naamini bado ana uwezo wa kufanya machaguo mazuri, wachezaji wazuri, na kuweka zile mbinu zake ambazo zinaweza zikaifikisha timu kule ambapo inatakiwa kufika. Hakujawa na mijadala mingi sana ya National Team Call Up awamu hii. Vipi? Nafikiri ni mwalimu ametimiza kile ambacho watu wengi walikuwa wanakitarajia. Unajua nyuma kulikuwa kuna mazungumzo mengi kwenye mitandao na hata kwenye vyombo vingine vya habari kwa sababu ya Kevin John, nafikiri sana. Hapa katikati tulikuwa tumebakiza wachezaji wawili. Alikuwa ni Kevin John, nafikiri ndio mchezaji ambaye alikuwa anaimbwa sana. Lakini baada ya mwalimu kumuita naona kila mtu akawa ametulia, na ni kwa sababu alikuwa ana perform vizuri kule alipokuwa. Kila mtu alikuwa anaona kwamba bado kuna nafasi yake ya kuja kuonesha kile ambacho anakionyesha nje, basi aje akakionyesha kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo watu wengi wameridhika na aina hiyo wachezaji walioitwa. Kikubwa sasa ni wao nao kumridhisha mwalimu, kumuonesha kile ambacho wanacho miguuni kwao. Hem, tuone wengine ambao watakuwa mchezoni. Ukiacha Tanzania ambaye atakuwa mzigoni dhidi ya Kuwait, mchezo utapigwa Misri Novemba 15 mwaka huu. Kuna Kenya ambaye yeye atakipiga dhidi ya Guinea ya Equator na ngoma itapigwa Uturuki. Lakini mbali na hapo kuna Uganda atakipiga dhidi ya Chad Morocco, lakini pia kuna Burundi atakipiga dhidi ya Zambia nyumbani kwao Burundi Novemba 18. Senegal dhidi ya Kenya, Uturuki. Morocco dhidi ya Uganda, Morocco. Kuna mechi zingine hapa ukizitazama kuna namna watu wanakwenda kupata testi ya tofauti. Kwa mfano Kenya anakwenda kukipiga na Senegal, lakini pia ukiacha hapo Kenya ameonekana zaidi ya mara moja kwa sababu kuna mechi pia atacheza dhidi ya Guinea ya Equator. Tanzania pekee kwenye mjumuisho huu anacheza mechi moja ya kirafiki. Nafikiri ni plani ambayo mwalimu anayo. Lakini pia ni pressure ambayo ipo kwenye ligi pia.
kuna wiki mbili kweli za CAF, lakini kama ikionekana kama mnaweza mkacheza mechi moja alafu bado wachezaji wakarudi kwenye ligi alafu baadaye wakapata tena muda wa kukaa kambini kwenye timu ya taifa, nafikiri ni kitu kizuri. Kwa mimi nafikiri kwenye mechi hiyo moja mwalimu anafikiri ana sehemu ya kuanzia, alafu baadaye sababu nafikiri mwezi wa 12 atakuwa na muda mzuri wa kukaa na wachezaji wake, kuna kitu kingine anaweza akakiongezea kutoka kile ambacho amekipata leo kwenye hiyo mechi dhidi ya Kuwait. Sofa, mpinzani wa Tanzania unaona anakwenda kuongeza nini hasa kwenye umuhimu wa hichi ambacho kinakwenda kutokea sasa hivi ukiacha mechi za kimataifa ambazo zimepigwa hivi karibuni? Ni timu bora kwa sababu ni timu bora ambao kwenye viwango ni bora kuliko sisi. Kitu kikubwa sasa hivi unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha unapata mechi hizo. Sababu kama unaelekea kwenye mashindano ya ukilinganisha na mechi hizi ambazo amecheza na mpinzani anayekwenda kukutana naye sasa. Ukitazama hapa unaiona mechi ya Iran ambayo ndo ya mwisho ya hivi karibuni ambayo Stars alicheza na akapata ushindi ambao akapoteza, lakini alipoteza kwa timu ambayo ni bora pia zaidi yake. Kwa hiyo hizi zote ukizifuatilia ni timu chache sana ambazo ziko chini ya Taifa Stars. Ukiangalia hata ukiona Senegal ni wakubwa zaidi kuliko Stars, ukiangalia Uganda kwetu sisi wametuzidi, nafikiri Kenya ndio kidogo ambao tunaenda nao pamoja. Kwa hiyo nafikiri kikubwa kwao ni kuhakikisha kile ambacho wanajifunza huku wanaenda kukitumia kwenye mashindano ili kuweza kutimiza yale malengo ambao wanayo, kwa sababu sisi bahati mbaya kwenye AFCON bado hatujafanya vizuri. Muda wote tumeishia kwenye hatua ya makundi. Labda target sasa hivi basi iwe ni kuvuka pale kwenye hatua ya makundi kwenda mbele zaidi. Shukrani sana. Tutapata saa mwingine kujadili mengi hapo baadaye. Ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na mjadala wa maandalizi ya Stars kuelekea mchezo wa kirafiki ambao watacheza hivi karibuni. Mchezo mmoja ikiwa ni taifa pekee kutoka CECAFA ambao linacheza mechi moja. Wengine wengi wakicheza mechi zaidi ya moja, mbili na kuendelea. Tuendelee kuangazia mengine na sasa tugeukie riadha. Tuzo ya mwanariadha bora duniani inayowaniwa na mwanariadha wa kimataifa wa Tanzania Alphonce Felix Simbu inatarajiwa kuiweka Tanzania kwenye ramani ya juu zaidi ya mchezo huo ulimwenguni. Simbu ambaye ni mshindi wa medali ya dhahabu katika mashindano ya dunia ya Tokyo mwaka 2025 anawania nafasi hiyo akiwa amepita kwenye mchujo wa kuingia kwenye kinyang'anyiro kati yake na mwanariadha Sebastian Sawe kutoka kule Kenya. Kwa sasa Tanzania inashika nafasi ya 20 duniani na ya 3 barani Afrika katika viwango vya riadha, huku Simbu akiwa Mtanzania wa kwanza kuwania tuzo hiyo. Kama ni ushawishi, tumefanya ushawishi mkubwa na viongozi mbalimbali pamoja na wanamichezo na wadau mbalimbali duniani katika upigaji kura wamemunga sana mkono bwana Alphonce Simbu. Maandalizi ya safari yake kuelekea Monaco, Ufaransa kwa ajili ya hizi tuzo yako katika hatua gani kwa sasa? Tanzania tuna nafasi kubwa ya kupata tuzo hii. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu kupitia Simbu tumeng'ara sana katika ulimwengu wa riadha. Tumeitoa sasa mchezo wa riadha Tanzania, sasa tumetoka kwenye renki ya 170 kitu, sasa hivi tuko renki ya nafasi ya 20 duniani kwa mchezo wa riadha, lakini Afrika zaidi tuko nafasi 3. Tumetoka nafasi ya 38, sasa hivi tuko nafasi ya 3 katika Afrika mchezo wa riadha, tuko renki ya 3. Wa kwanza ni Kenya, wa pili ni Botswana, 3 Tanzania, 4 Ethiopia. Kwa hiyo Simbu ndio mwanariadha wa kwanza kuwa nominee na World Athletics na shirikisho la riadha duniani. Huu ni mshike, endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kuwa nasi kupitia mshike hii leo. Baada ya klabu ya soka ya Yanga kukaa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara ama NBC Premier League, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe ametoa tathmini ya mechi 4 walizocheza hadi sasa na akikiri ushindani mkubwa uliopo kwenye timu zote walizokutana nazo. Young African Sports Club tunavyozungumza sasa hivi ndio vinara wa ligi kuu ya NBC, ndio timu iliyofunga magoli mengi zaidi msimu huu mpaka sasa, ndio timu pia iliyofungwa magoli machache zaidi msimu huu mpaka sasa, na ndio timu ambayo inabebwa na Pacome Zouzoua. Kama ambavyo wanasema kwamba tupo kwenye mgongo wa Pacome na sisi tunaenjoy Pacome kutubeba kwa sababu anabeba timu inayomlipa mshahara, anafanya kazi yake. Kwa hiyo kama kuna mtu anaumia na Yanga kubebwa na Pacome, tumwambie nafasi ipo wazi, aje na yeye atubebe. Sisi tuko tayari, wala kuna shida yoyote. Ligi imekuwa nzuri, imeanza vizuri, kumekuwa na ushindani mzuri ndani na nje ya kiwanja, pia hamasa imekuwa kubwa.
Watu wanafuatilia zaidi nafikiri ligi kuu ya NBC msimu huu kuliko msimu wowote ule, na kitu ambacho kimethibitika msimu huu, content kubwa zaidi kwenye vijiwe vya soka, kwenye vyombo vya habari ni Young African Sports Club. Ni either utaijadili kwa kuisifia, ni either utaijadili kwa kuikosoa. Ni lazima uijadili Young African Sports Club. Usipojadili Yanga maana yake haujaujadili mpira wa Tanzania. Kwa hiyo tunafahamu ukubwa ambao tuko nao, tunafahamu standard ambao tumezitengeneza kwenye mpira wa Tanzania, na we are very happy kuona watu wanatujadili kwa sababu inathibitisha ukubwa ambao tuko nao. Tumecheza michezo 4 so far, kwa hiyo ni mapema sana kuanza kuzungumza nini kitakwenda kutokea mwisho wa msimu, lakini inatupa picha kwamba ligi ni ngumu na tunatakiwa tupambane zaidi tuweze kupata matokeo mengi mazuri, na kuzidi kama sio kufikia basi tuzidi ile rekodi ambayo tumeiweka msimu uliopita. Pamoja na mambo mengine, Ali Kamwe amegusia kuhusiana na maandalizi kuelekea mechi zao za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Tukio la kwanza ni uzinduzi wa jezi za Young Africans ambazo tutazitumia kwenye michuano ya kimataifa, na kwa mujibu wa ratiba ambao tuko nao mpaka sasa hivi, na ni vyema nikisema ili mwanachama wa klabu yetu Young Africans aandae kibunda mapema. Jezi zinaweza kuzinduliwa siku ya Jumatano. Zinaweza kuzinduliwa siku ya Jumatano. Hatuna muda wa kuchelewa. Taka jezi zinduliwe mapema, watu wavae, wapendeze, wajiandae na safari ya kwenda Guantanamo. Na kujua Guantanamo ni New Amani Complex, huko ambako patakwenda kufanyika ukatili ambao haujawahi kutokea hapa Tanzania kwenye michuano ya CAF Champions League. Lakini ukiachana tukio hilo la uzinduzi wa jezi, tuna program maalum ambayo tutakwenda kufanya mkutano na waandishi wa habari, nafikiri siku ya kesho inshallah, kwenda kuwajuza sasa wa Tanzania program ambayo kwangu mimi ni program iliyobeba future ya mpira wa Tanzania, program ambayo Young Africans inakwenda kutibu au unakwenda kusikia kilio cha Watanzania wengi linapokuja swala la development kwenye mpira wa Tanzania. Kwa hiyo kuna program ambayo tutakwenda kuilaunch hivi karibuni. Baada ya hapo, program ya 3 ni kwenda kulaunch sasa hamasa kuelekea mechi ya tarehe 22 dhidi ya FAR Rabat. Tunafahamu wenzetu ni club kubwa, ni club ambayo inafanya vizuri sasa hivi kule Morocco. Tunafahamu pengine mashushushu wao pengine watakuwa wameshaanza kuingia, wanaweza kujibu tu zile email rasmi, lakini wana mipango yao. Tunafahamu Afrika ilivyo. Kwa sisi tumeanza kujiandaa mapema, chini kwa chini tumeanza kujiandaa kuhakikisha hatufanyi makosa tunapofika Guantanamo pale, tukafanye kile ambacho Watanzania na mashabiki wa Yanga wanakisubiri kwa hamu kubwa kwenye michuano ya kimataifa. Kwa baadhi ya mashabiki wa Young African Sports Club, wao ni mwendelezo wa mafanikio yao ya kila msimu, hivyo furaha za wananchi ni furaha endelevu. Piki ilipokuja, kocha akafanya mabadiliko, akaingiza watu ambao wanajua kupushi timu na kucheza mpira ambao mashabiki tunautaka siku zote yani. Na timu kweli ikapushi, tukafurahia, tukapata magoli 4, tukafurahia zaidi. Anasema kwamba bado tunataka kocha asife moyo. Yaani anapotaka afanye hesabu za chapu kwa chapu, afanye hesabu za haraka haraka ili timu yetu ipate ushindi. Unajua tushakaa kwenye kilele, tushakaa kileleni mwa ligi. Lakini sasa hii ligi ya msimu huu haitabiliki, hamna mdogo wala mkubwa. Tunazungumzia kwa mfano jana mechi ya Namungo na Azam, mechi ilikuwa ngumu, tafu titi for tati, au sio? Hapa sasa tunacheza nyumbani, lakini kuna viwanja vya ugenini huko ndo kunazidi kuwa tafu kupita maelezo. Sasa nachoomba mara mbili, kama tutaongoza ligi sasa hivi, yani pale msimamo usikilie, tusiuache. Viongozi wakae na wachezaji kuongea nao vizuri na kuwapa moyo ili wachezaji waendelee kufanya vizuri. Lakini ukiangalia kweli Yanga, mimi jinsi ninavyojua Yanga na jinsi ninavyocheza msimu na misimu nyingine, kuna utofauti mkubwa sana. Labda changamoto ya makocha hapa kubadilisha, lakini bado tujakaa sawa. Tujakaa ile Yanga ile ambayo unaangalia mpira una soda yako, una wasiwasi. Ila Yanga sasa hivi soda inakupalia muda wote. Kwa maintain namba 1, sisi tunaweza tukakaa tu namba 1 kwa sababu ni mazoea yetu. Na sio kwamba tumeanza vibaya sana, tumeanza tu kidogo kidogo kwa sababu msimu unavyoanza mambo yanakuwa mengi yamebadilika. Na ukiangalia kwamba tumefanya mabadiliko ya kocha tuseme aliyekuepo kama alikuwa anatuchelewesha.
lakini kwa sasa hivi na imani kwamba tutarudi kwenye mstari na wachezaji bado wapo. Tutachukua nao wageni ambao wamekuja, watasaidia nao waliokuwepo zamani. Nafikiri kikosi bado kiko imara kabisa. Performance ya Yanga mimi nakwambia iko vizuri. Na Yanga mpaka sasa hivi inavyopambana ndio inajiweka sawa. Yanga kila siku anavolala anavoamka anajua nifanyeje. Akilala akiamka anakuwa na wazo lingine. Sasa Yanga ile ikija kukoleza moto kabisa kama unavyoona alioanza nao ule pale ule, Yanga mimi nakwambia anakuwa tena bingwa. Kwa upande wake meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali amesema wamekuwa na wakati mzuri kwenye ligi kuu msimu huu na kutokana na jitihada zilizofanywa na benchi la ufundi na timu hiyo kwa ujumla. Pia ameongeza kuwa wameridhika na kiwango cha timu yao kwa asilimia kubwa. Ukiona timu yoyote inaongoza ligi kuu ya NBC, basi jua hiyo timu imeizidi Simba Sports michezo. Lakini wote tukikaa kwenye idadi sawa ya michezo, Simba Sports Club lazima tuongoze ligi. Kwa hiyo kwa msimu huu tumeanza vizuri ligi yetu, tumeanza kwa asilimia 100 na kampeni yetu ni kushinda michezo 5 ya mwanzo. Tumeshashinda michezo 3, kwa hiyo tunakwenda kutafuta michezo mingine 2 tutimize 5 ya mwanzo, tuchukue alama 15 na baada hapo twende tukatafute michezo 5 ya awamu ya pili. Tumeridhika na kila idara, ukiangalia tumefunga magoli mengi mpaka sasa. Tumefunga magoli 8, mechi ya kwanza mabao 3, mechi ya pili 3, mechi ya tatu tumefunga mabao 2. Lakini katika mechi hizo 3 tumeruhusu bao 1 pekee. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba safu yetu ya ushambuliaji inafanya kazi yake vizuri na safu yetu ya ulinzi inafanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo kwenye upande wa ligi kuu tumeridhika kwa asilimia kubwa na maendeleo ya timu yetu, lakini tunaendelea kuboresha zaidi kwa sababu mpira wa miguu kila siku lazima ujiboreshe. Kwa hiyo kwenye uwanja wa mazoezi wa Mo Simba Arena, meneja Dimitar Pantev pamoja na wataalamu wenzio wa benchi la ufundi wanaendelea kurekebisha makosa hapa na pale, wanaendelea kuboresha mipango ya kiufundi ili tunapoelekea huko, maana tunakoelekea ndio kugumu zaidi. Bado kuna wapinzani wengi wagumu hatujakutana nao, kwa hiyo tunaendelea kuongeza mipango ya kiufundi ili tuendelee kuwa na uhakika wa ushindi katika mechi mbalimbali za ligi kuu ya NBC. Tukisalia hapo kwa sasa, wachezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao hawajajumuishwa kwenye timu zao za taifa wamepewa mapumziko ya siku chache kabla ya kurejea kambini na kuendelea na maandalizi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi. Kwa sasa timu imepumzika kwa maana ya hii leo Jumatatu baada ya mchezo wetu na JKT na kumpelekea pumzi ya moto JKT Tanzania. Vijana wakapata muda wa kwenda kupumzika kidogo, kurelax, kupumzisha mwili na akili. Na kwa wale ambao wana majukumu ya timu ya taifa wameshaondoka, wakina Shomari Kapombe, wakina Nabi Kamara, wakina Yusuf Kagoma, wakina Morris Abraham, wote wamekwenda kwenye majukumu yao ya timu ya taifa, wakina Desemo Kwala Steven. Kwa hiyo wale waliobaki, kesho Jumanne tunaingia rasmi katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo wetu wa kwanza wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Petro Atletico di Luanda ya pale Angola. Kwa hiyo rasmi sasa tumeanza maandalizi kuelekea mchezo huo, na punde tutakuja kuwatangazia wa Tanzania ama wana Simba maandalizi ya kiujumla kuelekea katika mchezo huo. Wakati hapo hayo yanaendelea, mwanachama mkongwe wa Simba Sports Club Said Mchacho ameanza tambo mapema kuelekea hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo ameimwagia maua ya kutosha timu yake ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kundi letu mwana, mimi nasema sio baya sana. Kundi ni nzuri na uwezo kusema kwamba wenzetu mtu anapangiwa tuzidharau. Umeona, mashindano haya inatakiwa sisi hapa nyumbani, umeona, tunapocheza hizi mechi zetu 3 zote tufanye vizuri hapa nyumbani. Umeona, kwa sala wao wenzangu wengine hao, umeona bwana, vilabu vyetu vingine vilioingia katika vilabu makundi, umeona, mimi siwezi kuzungumzia. Umeona, sasa hivi kila mtu abebe mzigo wake.
na watu wamenikimbia hapa uwanja wa Mkapa. Mimi ndo the giant, na mimi ndo nitaingia kule makundi. Hizo timu zilizobakia zote mimi nasema bye bye. Mimi nasema hapa nitabakia mimi peke yangu tu. Mimi ndo the giant, na mimi ndo naonesha maajabu katika nchi ya Tanzania. Mshike pia imezungumza na baadhi ya mashabiki wa Simba kupata maoni yao kuhusiana na kiwango kilichoonyeshwa kwenye mechi 3 za Ligi Kuu Soka Tanzania Bara ama NBC Premier League kuelekea hatua ya makundi Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Naweza nikajimwambafai kwamba timu iko vizuri, tumechukua alama zote 9 na mpira mkubwa. Kwa hiyo zaidi shahidi inaonyesha kabisa hadi hivi sasa mwelekeo wetu wa mwisho wa msimu utakuwa mzuri, na mwelekeo wetu au target yetu kuchukua ubingwa kwenye ligi yetu pasipo na shaka tunachukua, kwa sababu tukiangalia wapinzani wetu mara wana sare, wengi wana sare. Kwa hiyo tuna alama 9 hadi hivi sasa, lakini tuko sehemu nzuri, na pia kuna break ambayo ni fupi hapa katikati kupisha michuano ya kimataifa. Naamini kabisa baada ya break uongozi wa Simba na timu kwa ujumla wataendelea kufanya training kwa kujiandaa kimataifa zaidi, kwa sababu Simba ni kwenye ligi kama ni daraja tu. Kwa hiyo timu moja kwa moja tuna maandalizi yetu makubwa kimataifa. Kwa hiyo naamini kutokana na timu yangu ilivyo vizuri, inavyocheza vizuri, unaona ushindi mzuri, pila linatembea. Kocha kwa kweli toka amekuja amebadilisha Simba yetu. Kwa hiyo kimataifa safari hii tutafanya vizuri. Ukiangalia wapinzani wetu japo wagumu, lakini Simba tunachezaga kiakili. Tumeona tumecheza michezo 3 na tumepata alama zote 9. Ni jambo la kushukuru, japokuwa si rahisi hivyo. Tumekutana na timu ambazo zina changamoto na ni ngumu. Mimi ninachotaka kuzungumzia ni kwamba hata hivyo meneja Pantev yule ni mwalimu, kwa sababu unaona alivyopokea timu kutoka kwa Fadil na ilipo sasa hivi kuna utofauti mkubwa sana wa Simba. Mpira unaochezwa na Simba sasa hivi ni mpira ambao tulikuwa tumeumisi nyuma, lakini sasa hivi tunauona ni mpira mzuri. Unakupa burudani, unakaa unaenjoy unaangalia mpira. Nadhani mwaka wetu tumeanza vizuri, mechi 3 hizi, matokeo ya kujiridhisha ya mazuri zaidi. Tumeyapenda na tunafurahia, na tunadhani mwaka huu kuna mambo mazuri zaidi yanakuja, na si ndani tu, mpaka kimataifa. Tuko vizuri na tumejipanga. Safari yetu mwaka huu itakuwa kosa nusu finali, lakini hii ni kauli mbiu yetu, lakini tunatamani tucheze finali zaidi. Tumeangalia mechi ambazo tumecheza hizi 3. Nafikiri uwezo wana Simba wote wameuona. Kwa hiyo niseme yuko vizuri, na ndio maana tunazungumza kwa msisitizo na bila uoga kwamba msimu huu ni wa kwetu, lazima tuchukue kombe. Wakati hayo kiendelea, kikosi cha Singida Black Stars chenyewe kimesalia hapa Dar es Salaam kikiwa kimekita kambi kujiandaa na mechi zake za hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika ama CAF. Singida Black Stars itatupa karata yake ya kwanza ugenini dhidi ya CR Belouizdad ya kutoka kule Algeria. Tukitazama ratiba iliyoko mbele yetu, tuna mechi ya ugenini ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya makundi ambayo tutacheza kule nchini Algeria dhidi ya CR Belouizdad. Kwa hiyo Dar es Salaam ndiko tutakapoondokea. Hivyo baada ya Mwanza tumekuja moja kwa moja Dar es Salaam tupate muda wa kupumzika na kuanza maandalizi madogo na kusafiri kutokea hapa. Kuliko tungerudi nyumbani Singida, japo tumepamisi kweli. Mashabiki wetu wanatuulizia kila siku mnakuja lini, wana shauku ya kutupongeza. Lakini majukumu yanatubana, ratiba ziko tight sana. Kwa hiyo tumekuja Dar es Salaam tupate muda wa kutosha kupumzika kidogo na kujiandaa na safari hiyo ambayo hivi karibuni tutatangaza tarehe ya safari. Mipango bado inaendelea ndani ya ofisi. Kwa hiyo tutaondoka. Mechi ni tarehe 23. Imagine leo tuko tarehe 10, si ndio? Tuna wiki 2 tu za kuweza kwenda kucheza mechi hii ya kwanza. Kwa wiki 2 ukizitazama kuna maandalizi humo, kuna safari, na ukiangalia umbali kutoka Tanzania kwenda Algeria ni safari ndefu. So kila kitu kinaendelea vizuri, lakini kwa sasa tupo kwenye mapumziko mafupi, na timu itakaporejea Jumatano itaingia rasmi kwenye programu yake ya mazoezi na maandalizi ya safari. Naam, nikukumbusha tu kwamba hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza ya mshike hii leo, lakini tuna nusu saa nyingine ya pili ambayo itakuwa pia na zile ambazo tutakuwa nazo mezani kwa ajili ya kukujuza hapa. Je, yepi ambao tutakuja kukujuza kwenye mshike sehemu ya pili ni pamoja na haya. George Weah aongoza jopo la majadiliano kupiga vita ubaguzi wa rangi michezoni. Na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi kuja na neema mpya michezoni. Ulimshike, endelea kuwa nasi usiondoke.
Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kukamilisha maandalizi ya kuwa miongoni mwa wenyeji wa AFCON mwaka 2027 kwa kujenga na kuimarisha miundombinu ya michezo, ikiwa ni pamoja na kuandaa miundombinu wezeshi ya malazi, usafiri pamoja na huduma za tiba. Rais Mwinyi amebainisha hayo wakati wa uzinduzi wa Baraza la 11 la Wawakilishi mapema hii leo huko eneo la Chukwani nje ya mji wa Unguja. Pamoja na mambo mengine, amesema serikali itaanzisha akademia 2 za michezo kwa lengo la kukuza na kuendeleza vipaji. Mtumwa Saidi anaarifu zaidi. Akizungumza wakati akizindua Baraza la Wawakilishi la 11, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendeleza kujenga ujenzi wa viwanja mbalimbali vya michezo katika maeneo mbalimbali visiwani humu ili kuhakikisha sekta hiyo inazidi kuimarishwa, sambamba na serikali kujiandaa na mashindano ya AFCON ya mwaka 2027. Serikali itajenga na kukarabati miundombinu ya michezo na burudani, ikiwemo viwanja na vivutio na vituo vya michezo na utamaduni vinavyokidhi hadhi ya kitaifa na kimataifa kila wilaya. Serikali itaanzisha skuli 2 za akademia za michezo kwa lengo la kukuza na kuendeleza vipaji vya michezo. Tutafanya juhudi za kuongeza ushiriki wa wanamichezo wa Zanzibar katika mashindano ya kikanda na kimataifa na kukamilisha maandalizi yetu ya kuwa wenyeji wa mashindano ya AFCON 2027 kwa kujenga na kuimarisha miundombinu ya michezo na kuboresha miundombinu wezeshi ya malazi, usafiri na huduma za tiba. Nao wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wameupongeza hotuba hiyo ya Rais Mwinyi hasa katika sekta ya michezo. Kwa hiyo type 1 ndio hizo academies, type 2 ndio vile vya mikoa na type 3 ndio vile ambavyo vinamjengwa kila wilaya ambavyo idadi yake ni viwanja 11. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais ametekeleza kwa vitendo, na alivyozungumza hotuba yake sio kwamba miradi ambayo anaiahidi kwamba ataifanya akiingia awamu hii. Ni miradi ambayo ameianza awamu iliyopita na awamu hii anakwenda kuimalizia. Kwa hiyo tunaamini yoyote atakayepata dhamana ya kufanya kazi kwenye Wizara ya Michezo basi atakwenda kuyamalizia yale ambayo Mheshimiwa Rais ameyaanza katika awamu ya mwanzo. AFCON ni fursa kwa wanamichezo, ni fursa kwenye utalii, ni fursa kwa kuitangaza Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo maandalizi haya ya AFCON, sisi kama wawakilishi tutajitahidi kwa yale ambayo yapo ndani ya uwezo wetu, kama ni sera, kama ni sheria, basi kupitisha kwa uharaka wake ili kuweza kukimbizana na huo muda ambao maandalizi ya AFCON yanafanyika. Sasa hivi 2027 tunategemea kuhosti AFCON. Tuna uhakika Mheshimiwa Rais na Zanzibar itafanya makubwa sana katika kuwastaajabisha katika kanda zima hii ya Afrika, namna Zanzibar itavyokuwa mbele, kwa sababu tayari ashafanya makubwa sana katika sekta michezo. Na tunapoelekea sasa hivi ni kuvitumia vile viwanja na kutumia hizi fursa kuhakikisha tunaheshimisha yeye lakini Zanzibar. Ni matumaini pia kwa vijana wana michezo ambao wana matumaini makubwa katika sekta hii, kwa sababu tunafahamu michezo kwa sasa sio tu kwamba ni luxury, lakini michezo ni afya na ni michezo ni ajira. Lakini pia katika hotuba hiyo kaelezea kwamba kuna kwenda kujengwa academy ambayo pia tutakwenda kuwalea vijana wetu wadogo na kuwakuza katika michezo hiyo, ila mwisho wa siku waje wajiajiri kutokana na michezo hiyo. Pamoja na mambo mengine, Rais Mwinyi ameelezea dhamira kuendelezwa kwa sanaa, utamaduni na michezo. Kutoka katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Chukwani, Mtumwa Saidi, Azam Sports. Wakati hayo yakiendelea, gwiji wa soka duniani George Opongwe amemtaka rais wa shirikisho la soka kimataifa FIFA Gianni Infantino kushirikisha kundi kubwa la watu kwenye vita dhidi ya ubaguzi wa rangi, ikiwa ndio njia pekee ya kulimaliza janga hili. Weah ameongeza kuwa umefika wakati sasa wa watu kuacha kuitana kwa majina na kuungana kwa kitu kimoja kupambana dhidi ya janga hili kubwa duniani. Akida Kilango anaangazia zaidi. Wikendi hii iliyomalizika mjini Rabat, Morocco, shirikisho la soka kimataifa FIFA limeendesha mjadala wa siku 2 ulioshirikisha ujumbe wa watu 16 wakiwemo magwiji wa soka la wanaume na wanawake duniani. Lengo la mjadala huo lilikuwa ni kuzileta pamoja sauti za mamlaka ili kuona ni namna gani dunia inaondokana na ubaguzi wa rangi unaotajwa kuwa ni ugonjwa sugu.
Ni kwa mara ya kwanza wanakutana, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa maadhimio ya nguzo 5 za FIFA za mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi yaliyofanyika na nchi wanachama 211 wa FIFA wakati wa kongamano lake la 74 mwezi Mei mwaka 2014 huko Bangkok, Thailand. Miongoni mwa jukumu la muhimu la umoja huo ni kufuatilia na kushauri mbinu za kupambana na ubaguzi wa rangi kwa kutumia vyanzo mbalimbali vya elimu kuleta mabadiliko. Rais mstaafu wa Liberia, George Weah, ambaye amekabidhiwa jukumu la kuwa nahodha wa jopo hilo la watu 16, amesema njia moja wapo ya kukabiliana na janga hili ni kutumia majukwaa ya umma, hususan kwenye viwanja vya michezo ambapo watu wote hupaswa kufanya kazi kwa pamoja. Racism is a disease. Ubaguzi wa rangi ni ugonjwa. Hatuwezi kuendelea kuchukulia poa swala hili kwenye majukwaa ya umma, hususan viwanja vya michezo ambapo watu wote hupaswa kufanya kazi kwa pamoja, wakifurahia pamoja, wakicheza pamoja na kufurahia michezo vizuri. George Mane Opong Weah, ambaye ameshinda tuzo mbalimbali wakati wa safari yake ya soka kwenye klabu za AS Monaco, PSG na AC Milan, amemshukuru pia rais wa FIFA Gianni Infantino kwa kumjumuisha kuwa miongoni mwa timu ya watu 16 itakayoongoza mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi. Na tukirejea nyumbani, kikosi cha JKT Queens ambao ni mabingwa wa Sekafa na ligi kuu soka wanawake Tanzania bara wamerejea kwenye uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kujipanga upya kuelekea mchezo wao wa pili wa ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake. Kikosi hicho kilianza kwa sare dhidi ya Gaborone United na sasa kinakwenda kupepetana na ASEC Mimosa Novemba 12 mwaka huu. Hata kama ingekuwa ni mara yako ya 10 kuwa katika mashindano haya, lazima utapata shida kwa sababu kila siku kuna vitu vipya. Wewe ukisema umejiandaa kwa style hii, kuna mwingine amejiandaa kwa style nyingine ambayo ni surprise. Sasa mimi niseme tu kwamba ni kweli tulipata shida, ni kweli nilipata shida kwa maana ya kwamba kwa mara yangu ya kwanza, lakini kwa mechi ya kwanza ile inatosha tu kwamba kwa nimejifunza nini kinachotakiwa kufanyika. Kwa hiyo mimi niseme kwamba nimekuja kujiandaa hapa na timu yangu ili tuweze kufanya vizuri katika michezo inayokuja. Mpinzani wako mmoja naye katika mchezo unaofuata alicheza mchezo wa kwanza wa mapema kabla yenu. Pengine umpate chochote kitu katika mchezo ujao ili kufuta ile kosa la mchezo uliopita? Kwanza tumeweza kuwapitia kuangalia jinsi gani wanacheza. Niseme kwamba ni timu nzuri, ni katika timu nzuri na na kazi kubwa sana ya kufanya ili kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Nimeona ni maeneo gani ambao wako vizuri na maeneo ambayo pia wana dosari. Kwa hiyo tunakwenda kufanya kazi ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwabiti na kuweza kufanya vizuri katika mchezo huo na sisi kuibua matumaini ya kusonga mbele. Wenzetu tayari wana pointi 3. Kwa hiyo naamini kabisa kwa kuwa na pointi 3 wanakuja na confidence kubwa sana, kwa maana ya kwamba hata draw kwao inaweza ikawa ni faida. Sasa sisi tunahitaji kushinda mchezo huo. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jana tumecheza mechi yetu ya kwanza, tumeweza kupata suluhu, lakini leo tumeingia tena kwenye uwanja wa mazoezi. Wa benchi letu la ufundi limetuelekeza wapi tulikosea jana, kwa hiyo tumerekebisha hapa, tuko tayari kucheza mchezo wetu unaofuata kesho kutwa. Mchezo wa kesho kutwa nao utakuwa mgumu kwa sababu tunaocheza nao wameshinda, kwa hiyo wao watakuja kama kudefense au kushambulia. Kwa hiyo sisi tutafanyia kazi tulichofundishwa leo tuweze kupata matokeo kwenye mchezo unaofuata. Na mwili kujua undani wa hilo sasa nimezungumza na mwenzangu Salama binti Ngale ambaye yuko Ismailia akiwa ameambatana na kikosi hicho cha JKT Queens kutoka hapa Tanzania. Salama, baada ya kuitazama JKT Queens jana na timu zingine zilizopo kwenye kundi lao, unadhani ubora wa maafande hao uko wapi kuelekea kutinga kwenye hatua inayofuata ya mtoano mara baada ya raundi hii ya kwanza? Baada ya matokeo ya jana ya JKT Queens dhidi ya Gaborone United ya Botswana, kwa maana ya suluhu ambao wamepata, bado nafasi ipo kwa wao, na sababu kubwa ni kwamba timu moja tu ndio ambayo ilikuwa imeshinda kwenye kundi lao, kwa maana ya ASEC Mimosa ambaye ndio mpinzani ambaye anafuata kwa upande wa JKT Queens. Moja ya kitu ambacho kinaniambia kwamba JKT anayo nafasi ya kuendelea kuwepo katika mashindano haya ni kwa sababu ya vitu viwili. Wanasema kwenye football timu yenye safu bora ya ulinzi itakusaidia wewe ama inakurahisishia timu ama kocha na timu yako ujumla wake kwenda kushinda mataji, lakini timu yenye safu nzuri ya kushambulia itakufanya wewe kwenda kushinda mchezo. Sasa JKT Queens kwa mchezo uliopita wa maintain kitu kimoja, kwamba wameonyesha ubora wao katika eneo la kulinda, lakini hawakukubali pia kupoteza mchezo bila kujali kwamba wao hawakufunga goli. Nadhani kama wataboresha kwenye eneo lao la kushambulia
kusahihisha makosa ambayo aliyafanya kwenye kusekiwa nafasi ambazo kwanza zitengeneza. Baadhi ya wachezaji akiwemo Infida Gerard, Stumai Abdallah, Jamia Rajab wamefanya kazi kubwa sana katika mchezo uliopita, lakini wakashindwa kufunga. Kama watafanikiwa kufunga ama kutengeneza nafasi nyingi na kubadilisha kwenda kwa magoli, wana nafasi kubwa sana ya kuendelea na mashindano kulinganisha na wachezaji wengine ama na timu zingine ambazo wapo katika kundi lao moja. Kwa mfano timu pekee ambayo nilikuwa naamini kabla mchezo wa jana ingeweza kumtetemesha JKT Queens alikuwa ni TP Mazembe, ambaye yeye ana experience ya mashindano kwa mara ya 3 hii, ambaye anakuja kushiriki na anaingia kwa kofia bingwa mtetezi. Lakini kwa upande wa ASEC Mimosa ni mara yake ya kwanza, kwa upande wa Gaborone United ni mara yake ya kwanza. Maana yake JKT Queens ana uzoefu kushiriki zaidi ya mara moja na nafasi kubwa pia kutumia uzoefu kwenye haya mashindano kwenda kushinda, japo wapinzani wanabadilika. Kwa hiyo nafasi bado ipo kama ataendelea kuonesha ubora katika eneo lake la ulinzi, asiruhusu magoli, lakini akaboresha katika eneo lake la kushambulia, ana nafasi kubwa sana kwenda kufanya vizuri zaidi katika mechi ambazo zinafuata na kwenda katika hatua ya nusu finali. Shukrani sana Salama binti Ngale kutoka huko Ismailia kule Misri, na hivi anatupa wasaa wa kwenda kwenye mapumziko mafupi. Huni mshike bila kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni mshike. Baada ya kikosi cha watoza ushuru wa manispaa ya Kinondoni ama KMC kupoteza michezo 5 mfululizo, afisa habari wa kikosi hicho amesema wanaendelea kutafuta njia sahihi ya kuhakikisha wanarejea katika hali ya ushindi, huku wakiwa bado wana matumaini na kocha mkuu wao Mashio Maximo. Pamoja na mambo mengine, wameomba wana Kino Boys pamoja na mashabiki wake kuendelea kuwa wavumilivu. Sasa tunapitia kipindi cha mpito, kipindi ambacho hatupati matokeo mazuri. Management ya team, technical bench pamoja na wachezaji tunakaa mara kadhaa kujiuliza nini ambacho kinaendelea, na tunatafuta njia sahihi kuelekea kufumbua hiki ambacho kinaendelea, na naamini kwenye muda mfupi ujao timu itarejea katika hali yake ya kawaida na timu itaweza kupata matokeo. Uongozi bado uko na trust na mwalimu, tunaendelea kuona kwenye majuma mawili mbele nini kitafanyika, na uzuri tuna mchezo mwingine wa karibu wiki moja mbele dhidi ya JKT. Tutaona namna ambavyo timu inakwenda. Nadhani trend ya hiyo michezo itatupa taswira wapi tunakwenda, kama tutaendelea kubaki na huyu mwalimu au tutatafuta mwalimu mwingine. Lakini so far timu bado iko chini ya Maximo na anaendelea na program kama kawaida. Mashabiki lazima waumie kwa sababu wanakuja wakiwa na shauku ya kuondoka na furaha, lakini kwa bahati mbaya wanaondoka na majonzi mara zote ambazo wamekuja katika dimba la KMC Complex. Lakini kama nilivyosema, management ya juu ya club inapambana kujaribu kusolve kile ambacho kinaendelea, lakini vile technical bench pia inapambana kuhakikisha mambo yanakwenda sawa. Lakini cha kuondoa shaka mashabiki wa mpira wa wilaya ya Kinondoni, kimahesabu bado tuko safe kwa sababu tuna michezo takribani michezo 9 kwenye raundi ya kwanza imesalia. Kwa hiyo kuna maswali ya kujiuliza na kupata ufumbuzi. Kama hiyo michezo 9 tutafanikiwa kupata ushindi kwenye michezo 5, kuna uwezekano wa kumaliza raundi ya kwanza tukiwa na alama zaidi ya 18. Hali chukuchuku ya afisa habari wa watoza ushuru manispaa Kinondoni. Bana, muda huu tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kutokana na swali ambalo tulikuuliza. Swali letu lilikuwa linahoji NBC Premier League ipo round ya 6, baadhi ya timu zinajitafuta na zingine zimeanza kujipata. Taswira ya top 4 unaionaje? Swali lilikuwa linauliza hivyo. Tuangalie kile ambacho umetuandikia na kutujibu kupitia ukurasa wetu huu. Sasa ni Facebook. Wilbert Nobat Msuva yeye anasema top 4 ni dhahiri kuwa Yanga, Simba na Azam pamoja na Singida Black Stars. Naona ligi ikiisha hivyo, ila kwa sasa hatuwezi kupata taswira halisi ya top 4 kwa sababu kuna timu kama Simba na Yanga zina viporo. Kwa hiyo kuna wengine wapo top 4 kwa muda tu. Lakini Jafari Kopo anasema kutoka Moshi Kilimanjaro, top 4 bado inaonekana kuwa na ushindani wa hali ya juu na ligi ya msimu huu inaonekana kuwa na ushindani wa hali ya juu. Hata hivyo, inategemea nani ataendelea kuchanga karata zake mpaka mwisho wa ligi hii ili avune alichopanda. Lakini Salome Sanga wa Makambako Tanzania anasema ligi ya msimu huu ni ngumu sana na haitabiliki kabisa. Ni kubwa timu zote ziendelee kupambana, pia waamuzi wawe makini sana na maamuzi yao. Ni maoni yake. Tuangalie sasa kurasa wa Instagram na kile ambacho ametuandikia Azam TV Sports. Anaitwa Mnyaru Junior anajitaifa. Anasema kiuhalisia japo ligi ni ngumu, sioni timu ya kutoa challenge kwa top 4 ya msimu ulioisha. Tofauti itakuwa ni namba tu, lakini timu za top 4 zitabaki zile zile. Lakini Musa Josia anasema ligi ya mwaka huu ni tofauti na ligi zilizowahi kupita. Unaweza ukawa msimu wenye historia kubwa sana kwa Tanzania. Lakini Toxic Saka anasema mpira wa nchi yetu ni wa Simba na Yanga. Timu zingine kuchukua ubingwa ni ngumu, hivyo top 4 itakuwa vile vile tu, au labda Singida
awe namba 3, Azam namba 4. Ni maoni hayo kuhusiana na yale ambayo yamezungumzwa na wadau wetu. Lakini kule Singida pia wanaendelea na ukarabati, zikiwa zimepita wiki chache tu baada ya uwanja wa kumbukumbu ya kule Mbeya, kumradhi, jijini Mbeya ambako kuna marekebisho yalikuwa yanafanyika. Utakumbuka uwanja wa kumbukumbu siku pale Mbeya ulifungiwa na shirikisho la kandanda nchini kutokana na ubovu ama changamoto ambayo ilikuwepo kwenye eneo la kuchezea. Sasa baada ya hayo kuendelea, meneja wa uwanja huo Modestus Mwaluka ameiomba TFF kufika mkoani Mbeya ili kufanya ukaguzi na kujiridhisha na maboresho makubwa ambayo wameshayafanya mpaka sasa. Mwaluka amesema tayari amekamilisha maagizo yote aliyokuwa yanatakiwa kufanywa kwenye uwanja huo, ikiwemo eneo la kuchezea. Kwa kweli tutie sheria, TFF walisema uwanja wenu hauna kiwango kwa ajili ya kuchezea mechi, waliufungia. Tulipokea maelekezo ya TFF na bodi ya ligi. Sasa hivi uwanja wetu umekamilika kama unavyoona, asilimia zaidi ya 100. Tunachongoja sasa hapa, tunangoja wakaguzi waje waone uwanja kwa ukagua tayari kwa burudani. Kwa kweli ni washukuru sana wadau waliosupport kwa kufikia hali hii, kwa sababu wadau ni nguvu moja. Kazi wameifanya, tumetekeleza, tumeamua, sasa uwanja uko kama hivi. Maeneo ambayo yaliharibika ni maeneo ya pitch. Wenzetu wa TFF wanaangalia sana pitch. Kwa hiyo maeneo makubwa ambayo yaliharibika kabisa ni pitch. Kwa hiyo pitch sasa limerudi kwenye hali yake na mpira utatembea tu kwa sababu sasa uko vizuri. Lakini mavyoo yote yametekelezwa, yako vizuri, yametengenezwa, yamekaa vizuri sana. Na wale habari kama mnataka kushuhudia basi mtaenda kuona vile vyoo ambavyo vimetengenezwa. Lakini pia tuna ukumbi wa press, kama waandishi habari sasa hivi hamwangaiki tena. Kuna ukumbi mzuri sana. Mtaenda kuona ukumbi ulivyo. Siku za mechi, baada ya mechi mnakwenda kuingia ndani, mnafanya press yenu kama hivi. Katika hatua nyingine, uongozi wa Mbeya City umepongeza jitihada zilizofanyika za kuhakikisha maboresho katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale Mbeya yanakamilika kwa wakati. Gomaka Mwankote ni afisa habari wa kikosi hicho, amethibitisha kutumia gharama kubwa kucheza mechi zao za nyumbani nje ya jiji hilo. Zaidi ya 100% uwanja umekamilika, wanasubiriwa wakaguzi kutoka mamlaka ya soka hapa nchini waje kukagua. Sisi kwetu ni furaha kwa sababu tumecheza michezo miwili nje ya Mbeya kwa gharama kubwa ambayo imegharimu timu kwa sababu ya kuzuiwa kwa uwanja huu. Kwa hiyo kurejea kwa uwanja huu kutatupa sisi nafasi nzuri na kuziepuka hizo gharama ambazo zilikuwa zimetukuta. Lakini pamoja na hilo, mashabiki wetu kama unavyojua 75% mashabiki wa klabu ya Mbeya City wanapatikana ukanda huu wa nyanda za juu kusini. Wamekuwa wakimisi ama waimisi timu yao, na unapocheza nyumbani hanikizo lake linakuwa zuri na linatengeneza mzuka mzuri ili vijana waweze kufanya vizuri. Tumecheza kwenye uwanja wa KMC Complex. Mbona kulikuwa na gharama nyingi, gharama za uwanja, lakini pia gharama za kuweza kusafirisha timu, gharama za posho ya nje ya kituo, gharama za kuweka kambi kule Dar es Salaam. Kwa hiyo ilituumiza, lakini kwa kuelekea kukamilika kwa uwanja huu ni furaha na faraja kwetu kama Mbeya City. Mchezo ambao unafuatia tutakwenda kucheza mchezo dhidi ya Mashujaa kule Lake Tanganyika, na mchezo mara baada pale hiyo ni tarehe 22 kwa mujibu wa ratiba, lakini pia tarehe 25 tutakwenda kucheza pale Mkwakwani Tanga dhidi ya Castle Union ya Tanga. Tarehe 28 tunatakiwa turejee kwenye uwanja wa nyumbani dhidi ya Namungo. Kwa hiyo tumejipanga vizuri. Na timu ya mauzo na masoko ya Azam FC imeendelea kuwafikia mashabiki wa timu hiyo ili kuongeza hamasa na usambazaji wa bidhaa zake zenye ubora na unafuu wa bei. John Kasembe ana undani wa taarifa hiyo. Ikiwa wilayani Masasi mkoani Mtwara, timu hiyo ya mauzo na masoko ya Azam FC imewakutanisha mashabiki wake baada ya kutambulisha duka la mauzo ya jezi za Azam FC na kusajili mashabiki wake. Lengo kuu kabisa ni kuwafikia mashabiki wa Azam FC na kuwasambazia ile logo ya Azam FC, ikiwemo jezi bora kabisa ya Azam FC na zile kadi za mashabiki wa Azam FC. Kwa upande wao, mashabiki wa Azam FC wilayani Masasi wamepongeza uwepo wa bidhaa za Azam karibu yao, wakitoa ushauri. Naishukuru Azam FC kwa kutuona sisi wana Masasi kuja kutuambia yale yanayoendelea katika timu yetu. Kitu kingine lazima tuwaambie wana Masasi, Azam FC tumejipanga. Mwaka huu tuna kikosi kizuri. Tunajivunia kikosi chetu na tuna focus kufika mbele zaidi. Yaani sisi hatupo kwa ajili ya kupambana na mechi za ndani. Tunasema mimi ni mwana Azam, lakini
kuwa kwenye Azam, hujavaa jezi ya Azam, wewe sio Azam. Kwa hiyo leo tumepata faraja kubwa sana kuona viongozi kutoka makao makuu ya Azam FC kuja katika wilaya yetu ya Masasi. Kwanza nawapa pongezi viongozi. Huo moyo msiuache na muendelee kufanya hivyo vitu. Hivyo jinsi mnavyozidi kutembea mnatupa hamasa kubwa sana sisi washabiki. Sisi washabiki tulijikuta kama tuko wapweke. Katika hafla hiyo, mashabiki wa Azam FC wilayani Masasi walipata fursa ya kujisajili na kununua jezi kupitia promosheni iliyofanyika. Pamoja nao wameuthibitishia uongozi wa mauzo na masoko kutoka Azam FC kuunganisha nguvu ya kuongeza matawi ya mashabiki kwa kanda ya kusini. Nikiripoti michezo kutoka Mtwara, naitwa John Kasembe, Azam Sports. Na michuano ya kitaifa ya michezo ya vyuo vya elimu ya juu nchini imeendelea kutimua vumbi kule Tabora. Mwenzetu Juma Kapipi anaarifu zaidi. Mafunzo haya ya saikolojia michezoni yanatolewa kwa muda wa siku 2 tu. Rais wa shirikisho la Shimivuta Sam Juhudi amedai lengo ni kuhakikisha michezo katika vyuo inafanyika kwa nidhamu ya hali ya juu. Lengo ni kuwajengea uwezo viongozi wetu wanaosimamia michezo hii kwa ngazi ya vyuoni, ikiwa tunazungumzia wakurugenzi wa huduma za wanafunzi, walimu wa michezo na viongozi wa serikali wa wanafunzi, ili waweze kuwaandaa vyema, lakini vivyo kuwasimamia wanafunzi wetu ambao ndio wachezaji kwenye mashindano yetu haya. Kama unavyofahamu, kwenye michezo kuna mambo mengi. Mkufunzi wa mafunzo hayo ya saikolojia michezoni kutoka Chuo cha Maendeleo ya Michezo Maria jijini Mwanza, Eric Mfugari, anaeleza umuhimu wa mafunzo hayo, ambayo mara nyingi kwa nchi yetu ya Tanzania tumejikita sana katika upande mmoja, kumjenga mchezaji kwenye upande wa kimwili tu peke yake. Tunasahau kumjenga mchezaji upande wa kiakili. Tunaona wanachezaji wanavyoathirika na hili swala la stress. Stress, usipojua kucontrol stress, inampelekea mchezaji anashindwa kuperform uwanjani, kwa sababu vitendo ambavyo unavionyesha wewe kama kocha ukiwa pale kwenye benchi vinaweza kampelekea mchezaji akaperform vizuri au asiperform vizuri. Mawasiliano sahihi kwa wachezaji, baina ya mchezaji, mawasiliano sahihi kati ya kocha na mchezaji, mawasiliano sahihi kati ya mchezaji na referee. Tunaona michezo mingi inayochezwa watu wanapata adhabu mbalimbali kutokana na kwamba hawana mentorship nzuri ya kisaikolojia, jambo linalowafanya waplay vitu ambavyo vinawafanya wapate adhabu. Sasa kitendo mfano cha kupata adhabu kwenye michezo mbalimbali kinakuathiri, unakosa baadhi ya michezo, hali ambayo itakufanya ukose kuonyesha kipaji chako, kwa sababu walimu ambao wanafundisha hizi timu hawezi kuchezesha mtu ambaye ataigharimu timu kukosa matokeo. Elimu kama hizi zikija kwa wakati, hasa kwa level ya chuo, zinaweza zikatusaidia tukatumia hizo nguvu kwa sehemu salama zaidi, au kwa sehemu ambazo zinaweza zikafanya nchi yetu kuendelea kwa namna moja au nyingine, especially kwenye michezo. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Na mwisho wa mshike hii leo, lakini tukamilishe japo kwa muhtasari tu kukukumbusha yale tuliyokuwa nayo mezani leo. Timu ya soka taifa ya Tanzania, Taifa Stars, yaingia kambini leo. Miguel Gamondi aongoza mazoezi yake ya kwanza. Simba Sports Club pamoja na Yanga, macho yote kimataifa, wadai kuridhishwa na mwenendo wao kwenye ligi. Na nyota wa zamani George Weah aongoza jopo la majadiliano kupiga vita ubaguzi wa rangi michezoni. Mwisho wa mshike hii leo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Kennedy Moses. Uwe na usiku mwema.